Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda war rahma sayyidina wa habibi wa maulana Muhammadin bin Abdillah sallallahu alayhi salatan yukhrijuna biha min dhulumatil wahmi wa yukrimuna bi nuril fahmi wa yudhihu lana ma ashkala hatta yafhama innahu ya'lamu wa la na'lamu wa huwa 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayuha asyuyukh al-a'izza wa ahbab an-nabi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nianze kwa kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala, naye ndio mwenye haki ya kushukuriwa. Namshukuru kwa wingi wa neema zake anazotuneemesha kila uchao, kila leo, kila dakika, lakini haswa namshukuru yeye mno kwa kunijalia nami katika mwaka huu wa 1448 2026 kuwa ni miongoni mwa waja wake aliowahitari kuhudhuria hadhara hii tukufu kwa ajili ya kusherehekea, kufurahi, lakini kumtaja, kumtashkhis mtukufu wa daraja ya kipenzi chake, mtume wake wa mwisho, bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika viwanja hivi vya Makadara katika mji huu wa Mombasa. Namshukuru mno kwa kuniingiza katika tarehe ya umri wangu kwamba nami niliwahi kuhudhuria katika usiku huu mtukufu pahala hapa kwa ajili ya jambo hili tukufu. Niongeze hapo kumuomba, baada ya shukrani zangu za dhati kwake, basi ajalie mkusanyiko wetu huu uwe ni miongoni mwa ile mikusanyiko itakayokuja kutushuhudia kwa kheri na kuongeza uzito katika nyizani zetu za kheri katika siku ambayo la yanfa'u malun wala banun. Sote kama anavyosema mwenyewe, tuondoke hapa hali ya kuwa ni wenye kusamehewa makosa yetu, tuwe ni wenye kutengenezewa mambo yetu, lakini kila zito liwe katika sura ya wepesi. Lakini pia baada ya kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala, ni washukuru kamati ya maandalizi ya jambo hili tukufu, kwanza kwa kulipamba na kuliweka katika sura kama hii ambapo yoyote atakayepita karibu atavutika kutaka kujua nini kinasemwa, nini kinafanywa hapa. Hii ni juhudi mashukuru inayotakiwa pia ishukuriwe na ipongezwe. Lakini kikubwa, na washukuru mno nami kunialika katika hadhara hii. Ni juzi tu nilikuja kwa ajili ya maulidi yale ambayo wengi sura zao naziona hapa, wazee wangu tulikusanyika pale, lakini pia nikaalikwa katika hadhara hii. Najua hili si kwa lolote, si kwa kipa nilichokuwa nacho hata kidogo, hasa ukizingatia mimi ni katika wale ambao popote wanapokwenda basi maneno ni yale yale, hawana walichokuwa nacho isipokuwa bidhaatu muzjat. Lakini najua ni mapenzi, innal ladhina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wuddan. Ni mapenzi. Mwenyezi Mungu awajalie na walipe kila la kheri kwa kunikimbizia nami katika kheri kama hii. Nimalize ukurasa huo kwa kumswalia kipenzi chake Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabiyur rahma. Nitangulize mapema, nimemsikia MC akisema sasa umefika hasa ule wakati tuliokuwa tukiusubiri. Nimelisikia neno hilo.
kwamba sasa ndio ule muda tuliokuwa tukiusubiri. Hayo ni mapenzi tu. Nimemwambia habibi hapa, sina jipya. Kama nilivyosema mara ile, mimi ni sawa sawa na huyo mtu aliopeleka kikasha cha tende eti ni zawadi katika mji wa Madina. Sina chochote. Ilivyo siku zote msafiri akienda ugenini, kinachokusudiwa na kutarajiwa kwa mgeni kwenda kuchukua ili arudishe. Fasafir fa inna fil asfari khamsu fawaid: tafarruju ham wa iktisabi maisha wa ilm wa adab wa suhbat majid. Maneno aliyosema zamani imamu wetu Muhammad bin Idris Shafi'i rahmatullah alayhi. Msafiri anakuja na mambo matano kutoka huko. Kwanza, tafarruju ham, stress zake zenda kuisha huko anapokwenda. Na sisi tuna mazonge ya kichwa, tumekuja kupunguza zile stress. Waktisabu maisha, na kuchuma maisha, tuje kujifunza namna gani watu hutafuta maisha. Lakini urafiki, elimu, hayo ndo tunakuja kuyataka huko. Lakini si kwamba eti sisi tutaleta chochote kipya. Kwa hiyo maneno haya ni ya mapenzi tu, kwamba sasa umefika ule muda ambao ndio sasa tulikuwa tukiusubiri. Muda wenyewe ni huu wa kuzaliwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tumemsikia Habib katika hutuba iliyotangulia ambayo tumestafidi mno, ikielezea munasaba wa siku yetu kama hii, na Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri. Binafsi imeniongezea maarifa sana. Tumeelewa kwamba siku hii ni siku bora kuliko siku yoyote duniani, iliyotajwa na wala isiyotajwa. Hakuna siku inayoshinda siku aliyozaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abana mauliduhu anti bi unsri, mpaka mwisho sote tunajua. Kwa hiyo siku hii kama alivyosema msemaji wa mwanzo, Mwenyezi Mungu amlipe kheri, ni siku bora. Mimi labda kama ndio nitatamka kitu katika hadhara kubwa kama hii, ni kujaribu kukumbusha. Tumesikia siku ni bora. Kwa sababu gani? Fihi ulida nabiyu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sharaful makani bil makini. Ndani yake amezawa na kuzaliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haiwezekani siku kama hii ikawa sawa sawa na siku aliozaliwa Walidi Al-Hadi Umar Kawambwa. Kazaliwa wacha mtaa wa pili, chumba cha pili, watu hawajui kama kuna mtu kazaliwa. Hajulikani. Watu wanafanya mambo yao, na kama wezi wanaiba, kama watu mziki wanacheza, lakini mimi ndo nazaliwa huko. Haiwezi kufanana siku hii ambayo siku aliozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yaumun tafarrasa fihi alfursu annahum qad undhiru bihululi albu'si wa, wanatajwa hayo kwamba siku hii anakuja bwana huyu sallallahu alaihi wasallam. Yale mataifa yaliokuwa hero yenye nguvu wakati ule, hakuna aliyokuwa akiweza, waliona sasa tumekwisha, wakati wetu umefika, kwa kuzaliwa kijitoto Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sio sisi tunazaliwa vibaka ndio uongeza maarifa ya kuiba, wanaudhu billah. Lakini alivyozaliwa bwana huyu, mataifa makubwa yaliokuwa yakiongoza, yakiogopwa, yakiwapangia watu maisha, siasa zao, uchumi wao na mambo yao ya kijamii, waliona oho, mambo yashaharibika kwa kuzaliwa huyo. Kwa hiyo hakuna siku inayoshinda hii. Kikubwa ni hapo, bwana huyu sisi twastafidi naye nini? Nini tunapata kwake? Ni swali muhimu ambalo kila mtu anatakiwa akae akijiuliza. Alikuja akakaa muda aliokaa, kisha Mwenyezi Mungu akamchukua kama mwili wake, akatubakishia roho na mapenzi yake. Lakini nini twapata? Niwakumbushe siku
aliyotawafu Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu walibabaika. Chukua kisa maarufu ambayo kila shekhe, kila ustadhi lazima akiseme, ile picha ya Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu aliochomoa upanga wake na kusema, nisimsikie mtu hata mmoja asema huyu bwana amekufa. Si lilitokea ile? Litokea. Jiulize, Umar, mtu kwa nafasi ya umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika watu bora anakuja namba 2 baada ya Sayyidina Abu Bakar, atoe upanga afiche ukweli. Kaingia ndani na kamkuta kishafariki kweli, na ndio ukweli, hakika, hakuna njia. Kamuona Umar alokuwa akiswadikishwa na Qur'ani. Sote tunajua katika Qur'ani kuna maeneo kadha wa kadha yanaitwa muwafaqatu Umar bin al-Khattab. Watu wasema hivi, Umar asema kadha, inakuja Qur'ani inasema asemavyo Umari ndivyo. Sote tumesoma sira, tumejua jambo hilo. Zaidi ya maeneo 90 na kitu katika Qur'ani yana msadikisha Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Wavutana watu, hata ile siku katika mateka ya wale watu wa Badr, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa nafasi, tuwafanyeje hawa? Kila mtu akatoa fikra yake, hawa tuwafanye kadha, tuwafanye kadha, tuwafanye kadha. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko tayari kuwasikiliza wale. Umar anasema wauliwe. Ilitokea hii vutana, yaja Qur'ani sasa anavyosema huyo, hawa si wako kaa nao ni sawa sawa, zinaachwa rai zote, inakamatwa rai ya Sayyidina Umar bin al-Khattab. Leo aficha ukweli tena kwa upanga, asitokee mtu akasema huyu bwana amekufa, nitamchinja yeye hapa hapa. Ushajiuliza kwa nini? Jambo jepesi namna hii, kweli amefariki, hajawahi kuona maiti Sayyidina Umar. Na ni ghaya ya mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni yale mapenzi yaliyofikia daraja ya juu inayotajwa katika Qur'ani, mapenzi yaitwayo dhalal, inna lanaraka la fi kapotea. Lakini si kupotea, ni mapenzi ya kumkosa kipenzi yule. Kwa nini? Tabani hapo pajapo ndio ninapopataka. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, mpaka amefikia vile wanachuoni wanakwambia alijitizama yeye kama yeye kabla ya kumkumbatia Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa uwanja gani, alikuwa akiishi maisha gani ya kisiasa, ya kijamii, ya kiuchumi, alikuwa ana faida zipi, na baada ya kumkumbatia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwaje? Alijikuta kuna Umar hawa wawili. Umar yule wa mwanzo alikuwa akimpiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Umar huyu wa pili aliyomkubali na akaamua kuwa chini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akayaweka mizani maisha yake, akasema ikitokea kipindi kama hiki mimi nimefaidika hivi na huyu kakosekana, inawezekana tukarudi kule. Ndipo alipokuja Sayyidina Abu Bakar akaweza kumzuia Sayyidina Umar, na hoja aliyoitoa ni ya msingi inayoonyesha kile alichokuwa akihofia Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Kaingia ndani na kweli kamkuta kipenzi, bwana mkubwa mtukufu wa daraja amefariki. Katoka na aya, hakuja na maneno yake, amemsomea aya na sote twazijua, wama Muhammadun illa rasul, wama Muhammadun qad khalat min qablihi ar-rusulu. Akaleta ile hoja yake, jazakallah, afa imata au kutila inqalabtum. Unaambia Umar nini bwana, huyu kafa kweli na wakati wake ushafika wa kurudi kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala, na wengi wamepita kabla yake. Huyu alikuwa ni mtumi tu. Sasa akiuawa au akifa ndo una hofu wa kurudi kule? Shikeni aliyokuja nayo, hayafi,
hayawezi akafa. Ishini nayo amekufa yeye, lakini yale aliyokuja nayo bado yapo, afkari zake, miongozo yake, mipango yake na njia alizokupenda. Tumsalie Mtume Muhammad. Hili ndio kubwa, hili ndio kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam yupo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi wapenzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam tunasema Muhammadun hayyun fi qulubina. Muhammad yuko hai katika nyoyo zetu. Tumweke katika nyoyo zetu, tumpitishe katika mishipa yetu ya damu, tumpitishe katika viungo vyetu vya dhahiri, tumpitishe katika maisha yetu. Hili ndio kubwa sana, na ndio maana ahbaba nabi niwaambie, a'daul islam wal muslimin wal iman, kila wanapoona mikusanyiko kama hii na siku kama hii, huitafutia majina mengi ya kudogesha hili jambo. Wana akili, kwa sababu wao wana biashara zao, wana mipango yao yote, kama walivyojua wale wafursi tuliowataja katika Burda, yaumun tafarrasa alfursu fihi annahum qad unziru bihululi albusi wan niqab. Bado shombo zao bado zipo na mikia bado ipo. Wakiona haya na walikuwa washajitahidi kuyaondosha, wanaona haya yanakuja kuhui yale yaliyowatisha pale mwanzo. Hakuna kitu kingine, na wanatutumia sisi patikane aya mutashabihat, hadithi wasizozijua kwa sababu ya ufupi wa maarifa yao ya lugha, wanatuletea shuba na kututatiza. Lakini waambie wallahi, siku hii kama tulivyosikia ni siku bora, usiku ni bora kuliko nyusiku zote, kwa sababu hayo makubwa mazito yaliyokuwa wakati ule yalibomoka kwa sababu ya usiku huu mmoja. Tumsalie Mtume Muhammad. Nimalize mimi, hata huko ninapotoka huwa nikipata nafasi ya kutangulizwa kama hivi, hupenda kuangalia jamii hii. Hawa tuliokuwa tukiwatanguliza wakatusomea kasida nzuri, watoto wetu, wajukuu zetu, virembwe, vinyinginya hivi. Sisi hapa muda mfupi tutaondoka. Hawa tunawaachia sira gani? Watu waliosoma elimu ya biashara au elimu ya uongozi, kuna kipengee kule chaitwa succession plan. Who after us? Nani baada ya sisi? Nani baada ya sisi? Wengine alhamdulillah ndio tumesogezwa. Leo tunapata nafasi japo kidogo kama hivi, tukasimama tukasoma aya, tukasoma hadithi, japo kwa zinaparagakika, lakini kwa mbali mtu mwenye maarifa anajua huyu kakosea, lakini alikuwa anataka kusema hivi, hakika kosea, ila kwa sababu maneno yako katika moyo wake ulikuwa unataka kusema hivi. Innamal kalamu la fi fuad wa innama ju'ila lisanu ala alfuadi dalila. Lakini niwaambie kweli Waislamu, tuna taksiri ya malezi ya watoto wetu. Tunayo taksiri. Yale aliyotuletea Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Mwenyezi Mungu tumeyachekecha, tumeyajaza sote. Tuna maeneo mengine tuliyoyashika, hasa katika wakati wa hatari kama huu tuliokuwa nao, wakati wa AI, wakati kama alivyosema mmoja mwenye kusema kulibat mafahimul hayati wa budilat wa taghayyarat fi asrina al-ashya'u. Mambo yamegeuzwa na wageuzaji. Wakati tunaoishi ni wakati ambao tunatakiwa tuamini, yani huwezi ukaonekana una akili mpaka siku ukiiona juu useme hii ni chini, na chini useme juu. Unaambia wewe una akili. Nyekundu useme hii nini, sema hiyo nyeusi, ambia umesoma. Mchana kwa akili yako useme huu ni usiku wa manane. Hii ni mifano naitoa mara nyingi na pahala pengi. Wakati wetu ni huo, na alhamdulillah
Alhamdulillah, waliopanga mipango hiyo wametupata vizuri sana. Ukweli leo ndo urongo, ule urongo ndo ukweli. Huku sijui, lakini kule nitoka kwa mimi, ule urongo peke yake umebadilishwa majina, unaitwa shule. Urongo unaitwa shule. Ukisikia mtu anakwambia nimekutana na jamaa yako, nimemsomesha kweli kweli mpaka kaelewa, maana yake nimemuongopea mpaka akakubali urongo. Wengine hutia rangi kidogo, wanauita sanaa, yani urongo. Kutana na jumba la sanaa, tunaishi hivyo. Ndio wakati ya jamaa tunaishi. Niwakumbushe, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja, alizikutazama katika nyakati kama hizi. Urongo watu wanaona ndio ukweli, ukweli wanaona hawautaki. Nilitoa mfano pahala juzi, mathalani mtu anaandikwa kazi, mshahara wake kwa pesa za kwetu kule 300,000, lakini ndani ya miaka miwili kama hajanunua gari au nyumba anaonekana mjinga. Lakini akija mtu nafasi ile ile na mshahara wake ni ule ule, baada ya miezi mitatu akanunua nyumba, sasa huyu mjanja. Manake mwizi ndio mjanja, mwaminifu mjinga. Sijui huku, lakini nadhani mambo ndo hayo tu, mambo ndo hayo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye siku yake hii leo ni bora kuliko Lailatul Qadr kama tulivyosikia, alikuja kutuondoshea hayo. Tuache, narudi tena kwa watoto wetu. Nani tulomkabidhi kuwalea watoto wetu? Kila mmoja hapa, kuanzia mimi nilosimama nimalizie, ni shahidi kwamba sote hatuna muda kuhusiana na watoto wetu. Kuna watu wengine huko tumewakabidhi watoto wetu kwa miaka, tangu akiwa na umri wa kindergarten mpaka anarudi mtu mzima, ndio tunakutana naye. Tunataka Kizungu na Kiingereza. Kila mtu ndani ya nyumba anataka apate engineer, apate profesa, apate doktor, apate mrusha ndege, apate mwanasiasa mkubwa. Lakini nyumba zote tumesahau nani atakayeosha maiti zetu tutakapokufa. Wote wazee wote sasa hivi tunaoshwa mahospitali. Sisi tumepiga suti, tumenyonga tai, tunasubiri sana. Mzee kalazwa msikiti wa Maamuri, inshallah tutamzika saa 4. Hujui alomuosha kamtia maji au kamsuuza, hujui. Lakini akija hapa sasa tumsalie Mtume wote, Allahumma salli wa sallim alayhi. Ndivyo alituacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Chukua hadithi moja tu afu ipeleke mbali sana. Rabia alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kuambiwa, Mtume alimwambia Rabia, sali, niomba. Waliamka asubuhi wote, akamtayarishia haja zake na maji yake ya kuoga na kutawadha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafurahishwa na huduma ile ya Rabia. Mwisho akamwambia, sali, niombe, mimi nina nafasi, nina kura ya veto kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiniomba nikimwambia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala utakacho unapata. Rabia alimwambiaje? As'aluka murafaqataka fil janna. Hakupiga chenga, hakufanya indirect, yakana direct. Ya Rasulullah, umeniambia nikuombe, na kuomba kurafikiana nawe peponi. Sitaki chochote mimi, sitaki dunia, sitaki chochote. Akamwambia, jambo kubwa unalitaka, awalaisa dhalika, hakuna lingine? Rabia anasema huwa dhaka, hakumbadilishia. Akamwambia, nataka niwe nawe peponi. Akamwambia, hilo kubwa, hilo ni lako mwenyewe, kidogo tusaidiane. Fa'inni ala nafsika bikathrati sujud, nisaidie nami wewe mwenyewe na kuabudu sana. Tuna kazi hiyo. Huu ni mfano wa swala tu, lakini kumbe haya mapenzi yetu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tunataraji kuwa naye peponi, lazima nasi tumsaidie katika kujipinda
hususan katika malezi ya watoto wetu. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Mwenyezi Mungu ajalie haya tuliyosema yaanze kutunufaisha sisi wasemaji, lakini kwa nafasi kubwa tunufaishe sote. Kwa sababu ya mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nasi atukusanye katika mapenzi kama tulivyosikia katika hutuba iliyopita. Wama alaina illa albalaghu mubin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wal afwa.